Yeremia mlango ule wa 17 kuanzia kifungu cha kwanza hadi 8. Dhambi ya Yuda imeandikwa kwa kalamu ya uchuma na kwa inchi ya almasi, imechorwa katika kibao cha moyo wao na katika pembe za madhabahu zenu. Na wakati huo watoto wao wazikumbuka madhabahu zao na maashera yao karibu na miti yenye majani mabichi juu ya milima mirefu. Mlima wangu wa uwandani, nitatoa mali zao na hazina zao zote ziwe nyara, na mahali pako palipoinuka na kwa sababu ya dhambi katika mipaka yako yote. Nawe, naam, wewe nafsi yako utaachana na urithi wako niliokupa, nami nitakulazimisha kuwatumikia adui zako katika nchi usioijua. Maana umewasha moto katika hasira yangu, utakaowaka milele. Bwana asema hivi: amelaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Maana atakuwa kama fukara nyikani, hataona yatakapotokea mema, bali atakaa jangwani palipo ukame, katika nchi ya chumvi isiyokaliwa na watu. Amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezayo mizizi yake karibu na mto. Hautauona hofu wakati wa hari ujapo, bali jani lake litakuwa bichi, wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Na hilo ndilo neno la Mungu. Kwa sababu hiyo, sisi nasi tangu siku zote tuliposikia hatuachi kufanya maombi kwa dua na kwa ajili yenu, ili mjaze maarifa na mapenzi yake katika hekima yote na ufahamu wa rohoni. Mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana, mkimpendeza kabisa, mkizaa matunda kwa kila kazi njema na kuzidi katika maarifa ya Mungu, mkiwezeshwa kwa uwezo wote kwa kadiri ya nguvu ya utukufu wake, mpate kuwa na saburi ya kila namna na uvumilivu pamoja na furaha, mkimshukuru Baba anayewastahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru. Naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi na usultani na enzi au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Hili ndilo neno la Bwana. Ni nani awezaye kunijibu kwa maneno machache sana, kwa nini uko hapa duniani? Why are you here on earth? Kwa nini unaona unaishi?
The journey to discover your purpose is a journey that requires commitment. Of course, we acknowledge ya kwamba tunaishi kwa neema. Mungu ndiye ametufanya. Hapa hakuna mtu alitoka from nowhere. Sote sisi hapa tumeumbwa na Mungu. So it cuts across ya kwamba sisi sote tunaishi na nini? Tunaishi kwa Mungu. Na kwa sababu ya Mungu tunaishi. Lakini je, ni nini hasa kilichotufanya tuwe? That question ya kwamba wewe umetoka wapi, nafikiri tuliyazungumza hapa hayo maswali. Umetoka wapi ni maswali ambayo lazima sisi tukayajibu katika maisha yetu. Whether you want to be successful katika career yako, katika masomo, na hata katika biashara yako, umeanzia wapi, umefika wapi, unaenda wapi, na unataka kufanya nini? Ni maswali mengi ambayo tunaweza tukaulizana, lakini hayatufai hapa kwa sasa. Ila yanatupa msingi wa kuelewa, na wana saikolojia wenye kufanya mashauri na watu wengi wasomi wana filosofia wamepeana mambo mbalimbali yanayohusu maisha. Kuna vitabu viliandikwa vinavyokuelekeza katika maisha, vile unaweza ukafanya maisha yako kuwa bora, ukafanya maisha yako kuwa ya kupendeza, ukafanya maisha yako ama familia yako. Paulo akaandika mambo mengi kuhusu mambo ya modesty and Christian living. Na nataka kulisema hivi hapa. Sisi wote hapa tukazi ya mikono ya Mungu. Sisi wote. Nataka ujue hilo kwamba sisi wote ni kazi ya mikono ya Mungu. Na tumeombwa na Mungu kwa kusudi lake. Changamoto inakuja pale kwa kulitambua kusudi la Mungu. Amen. Naomba nisaidiwe kusoma Mithali 11:28. Azitegemeaye mali zake ataanguka, mwenye haki atastawi kama jani. A life devoted to things is a dead life, a stump. A God-shaped life is a flourishing tree. Hiyo ni The Message Bible. Hapo tunajifunza nini? Kuna watu kusudi lao ni kupata. Na hivi ndivyo tunaona shida ya kwamba tunasema kwamba life is not balanced. Kuna watu kusudi lao ni kupata. Wanataka nafasi wapate. Wanapotaka nafasi za uongozi, za huduma, wanapofungua hata ministries, nini wanatafuta? Wanatafuta mali, wanatafuta positions, wanatafuta power. Lakini hapa anasema maisha ya yule ambaye amemtegemea Mungu hunawiri, huwa kama mti. Kwa sababu Mungu anasema hapa ya kwamba yale yote ambayo tunayafukuzia na kuyatafuta kwa bidii kila inapoitwa siku ni sawasawa na mtu ambaye hana uhai. And a life shaped by God, maisha haya yanakuwa ni ya baraka. Mstari wa 7 na 8 Yeremia 17 inasema, blessed are those who trust in the Lord. They are like trees planted along a river bank. Blessed. So your purpose, nataka ugundue purpose yako. Kusudi la maisha yako ni kwamba ukamtumainie Mungu na ukaishi kwa Mungu, ukamtegemee Mungu. Yaani ukiteuka ni he Baba asante Bwana. Yeah. Ukikosa unasema Baba asante. Wanaotambua connection yao na maisha na Mungu wao hawana hofu ya kitu chochote. We worry because we don't know who we are. Hatujui sisi ni kina nani. Lakini laiti tungetafuta identity yetu kwa Mungu, tungekuwa hatubabaishi na kitu chochote. Anasema they are like trees. Wewe unapomtumainia Mungu, wewe ni kama mti uliopandwa kando kando ya maji. Anasema mizizi yake imeenda ndani sana.
Lakini maandiko anasema heri mego kavu na amani ndani ya moyo. Na amani ya mwanadamu haitokani na wingi wa vitu ulivyo navyo, haitokani na wingi wa mali ambazo uko nazo, inatokana na mahusiano ya umilele yanayoletwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So unaweza tafuta mali. Kuna matajiri wengi wana vitu na hawana amani. Tujifunze kumfurahia Mungu. Tujifunze kuishi kwa kusudi la Mungu. You are not here as an accident. It's not by chance that you are here. God created you for a purpose. God created you for a reason. Bwana Yesu asifiwe. Tuache kuishi maisha ya bahatisha. Unaweza kulala maisha ya bahatisha. Lakini tutajua hayo makusudi yetu tukianzia kwa nani? Kwa Mungu. Wakolosai 1:16, the Message Bible says, for everything, absolutely everything, above and below, visible and invisible, everything God started in him and finds his purpose in him. Vitu vyote, na nasema kila kitu kilianza kwake na kinapata kusudi ndani yake. I'm trying to paraphrase katika lugha ya Kiswahili. Kila kitu. Na anapozungumza habari ya kila kitu inamaanisha wewe pamoja na mimi tumeanzia wapi? Kwake. Kwa makusudi ya kuishi kwetu, our success therefore is not based on the knowledge that I have or whatever that I accumulate. It is based on my understanding that I have my origin is found in God. Hapo ndipo unapata kwamba unakuwa successful. Sote hapa tunajua kwamba tuko hapa kwa kusudi la Mungu. Je, tunayafanya makusudi yake? Tunayafanya? Maana kama sote tunajua cha ukweli kwamba tunayafanya makusudi ya Mungu, tusingelazimishwa kuabudu. Ukweli wangu? Tusingelazimishwa kuja ushirika. Tusingelazimishwa. Tungekuwa na moyo wa kuhukumika na kusema mimi ni kusudi langu nikamwabudu Mungu. Na ninamwabudu Mungu sio kwa sababu nataka kupata, lakini naabudu Mungu maana ni kusudi langu na ameniumba nikamwabudu. Katika viumbe vyote Mungu alifanya, ni mwanadamu peke yake alipewa asilia ya Mungu. Ndipo akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu wenyewe, na kwa mfano wa Mungu mwanadamu akaumbwa, tena akaumbwa mke na mume. Asilia ya mwanadamu ni asilia ya Mungu, maana Mungu ni roho, mwanadamu pekee ndiye aliye na roho hii ya kuweza kurelate na Mungu. So our existence is relational. Bwana Yesu asifiwe. Tunaishi ili tukaweze kuwa na mahusiano na Mungu wetu. Sijui Mungu anakuonaje? Sijui anakuonaje? Una mahusiano naye? Unamjua? Unamjua Mungu? Je, unamjua? You are not here. You are not here for yourself. Hata ukipata vyote unavyovikimbiza, lakini unapomkosa Mungu, life becomes meaningless. Kuna huyu jamaa anaitwa Russell, na huyu bwana ni atheist. Atheist unajua ni watu ambao hawabelieve in the existence of God. Lakini Russell alisema, unless you assume a God, the question of life's purpose is meaningless. Unless you assume a God. Unless you assume a God, then the purpose of the question of life's purpose is meaningless. So hata kama haamini Mungu, ilifikia mahali akasema usipotambua kwamba kunaye Mungu, maisha yanakuwa hayana maana. Wewe unafukuzia nini? Maisha imekuwa ni ya kukorojeka. Tutafute kusudi la Mungu. Tutafute kusudi la Mungu. Hata hiyo kazi Mungu amekupatia, uko pale darasani unafundisha, wewe ni mwalimu. Uko pale ofisini kwako, uko pale kwa kibanda unakatakata sukuma ukiuza. Kusudi la wewe kuwa pale ni nini? It's not all about you. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwanadamu atajua ya kwamba kila kitu anachokifanya ni kwa sababu ya Mungu, maisha hayatakuwa na stress. Hayatakuwa na stress.
Siku hizi wadada hata nguo, mahali tumefikia, wanatamani wadada watembee bila sketi, bila chochote. Maana sasa ni marketing. Bwana Yesu apewe sifa. Wale wanaokusudi lake, wanaojua kusudi lake, wanakubali hata kuitwa wajinga. Utakubali msichana kuitwa mjinga, maana unavaa vizuri, unatunza mambo ya kwako. Unakumbuka kwamba alisema Ufunuo kwamba unastahili wewe Bwana kufungua hicho kitabu, si ndio? Jua kusudi lako. The purpose of your life is far greater than your own personal fulfillment. Mara nyingi tunatafuta mafanikio yetu sisi wenyewe, lakini kusudi la maisha yetu ni zaidi ya kutoshelezwa nafsi zetu, ni zaidi ya mali, ni zaidi ya vitu tunavyovitafuta. It's far greater than your family, your career. It is even greater than your dreams and your ambitions. Na mara nyingi tunapotelea hapo. Nataka niseme hivi, you were born by his purpose and for his purpose. Imagine mama yako alipokuwa anakuchukua mimba, Mungu alikuwa pale. Ulipozaliwa, Mungu akawa pale, and God was smiling at your birth. When you are being born, God was there akismile. Anasema at last there's my image. Na makusudi ya Mungu, anasema anatamani ya kama huyu aliyezaliwa ataishi kwa kusudi langu, kwa mapenzi yangu, anitukuze mimi, aniabudu mimi. Hukuletwa hapa ukule ugali, hukuletwa hapa ufanye vituko na sarakasi, umeletwa umwabudu. Bwana Yesu asifiwe. And many times we forget this important agenda and mission Mungu ametuwekea. Me and you were made for God, not vice versa. And our life is about letting God use you for his own glory and purpose. God is changing our story. The moment we get rooted into his will and purpose, the story changes. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunakusudia mapenzi yake yafanyike ndani yetu, tunasema bali wao wamtumainio Bwana wanakuwa kama mlima Sayuni ambao hautatingisika, unakaa milele. Imagine, hautingisiki maana umemtumainia Bwana. Watu watashiki maisha yako. Circumstances of life will shake your foundation, but unapomtumainia Bwana, you will remain firm, you will remain strong, you will remain stronger. Kuna watu humtumia Mungu kwa mambo yao wenyewe, na haya mambo tunayaona katika taifa letu na katika makanisa. Tunaona watu wanatumia Mungu, they use the name of God for their own gain. Hata wachungaji, unaona maposta ametuma, come receive your miracle, waleteni viwete, hamjui waliko. Ni wachungaji wangapi wanatembelea hizo institution za disability? How many pastors visit them? And here you are calling them, bring them to Jesus. Yesu alisema enendeni, ama alisema watu waletwe? Alisema watu wachungaji ndio waenende, si ndio? Kwa hivyo go ye make disciples of all nations. Kuna rehabilitation centers watu wengi wamewekwa pale ambao wanahitaji kusaidiwa. Na Yesu anasema enendeni. Wanahitaji pia neema ya Mungu, wanahitaji msaada wa Mungu. Wakati watu watatambua kusudi la Mungu na kulitimiza, kutakuwa na a lot of the things we talk about, breakthroughs, I don't know what. The breakthrough that you want begins with serving God. Tumikia Mungu, ishi sawasawa na mapenzi ya Mungu. Financial breakthrough itakuja, maana fedha na dhahabu ni mali ya Bwana. Lakini nataka niseme hivi, kila mmoja akiketi kwa kusudi lake na aketi katika line Mungu amempa. Wakati wa nyuma tulizungumza habari areas of influence. Kitu gani unafanya kwa nyumba ya Mungu? Find purpose. Tafuta kusudi lako.
Bwana Yesu asifiwe. Tumeitwa na kusudi kubwa zaidi ya yale ambayo tunayafikiria. Amen. Amen. Nisemalo ndugu zangu ni hili. Tumeitiwa kusudi kubwa zaidi ya yale mambo madogo madogo tunayoyafuatia. Our purpose is more greater. Imagine, created in the image of God to serve and to live for him. Nothing else. Bwana Yesu asifiwe. Amen. We have only two options now. How then do we discover the purpose you are created for? Kuna kitu inaitwa speculation, uvumi ama dhana. So first option tuko nayo ya kudiscover the purpose ni speculation. Wanafilosofia wana dhana za maisha, na wameandika kina Aristotle, Plato and the other philosophers, wameandika about life, the purpose of life, the ultimate purpose of life. And Aristotle, I remember, alisema kwamba the main goal of life is to be happy, and find happiness and pleasure is the purpose of life. Sasa hiyo inaweza kuwa ni dhana ya kifilosofia, lakini je, Mungu naye anasemaje? Most people choose kuishi katika hizo dhana, si ndio? Unaambiwa ukitaka kuwa successful, hivi ndivyo unastahili kufanya. Nataka niseme, God can use you the way you are, with your character and personality. What is important is your relationship with him. Na Mungu anaangalia mahusiano yako vile ulivyo wewe na yeye. God is not interested in what people telling you, you are beautiful, I don't know, you are what. Mungu anataka moyo uliovunjika, uliopondeka. You are in that family, not a mistake. You are in Kenya, not a mistake. You are here for a divine purpose. You are here for a divine purpose. Understand your purpose. Wacha watu waseme wewe basi kila mahali upo. Kwaya uko wewe. Praise and worship uko wewe. Haya mothers hata uko wewe. Haya kusafisha hekalu ni wewe. Wacha watu waseme. Lakini wewe unakamilisha nini? Kusudi ulilopewa na nani? Understand your purpose. Jua kusudi lako. Na kwa sababu gani unaishi hapa? Ni kwa sababu wewe ni kifaa maalum kwa kazi ya Mungu. Umeumbwa mtumikie Mungu. Umeumbwa uweze kumrepresent. We are representatives of God. We are representing him here. And God desires a relationship with you. Nataka uwe na picha ya dakika moja tu. Mahusiano yako na huyu Mungu yako namna gani? Mshukuru Mungu kwa maana kusudi lake bado ni jema katika maisha yako. Tusaidie kwa rehema ya Bwana, tutambua kusudi letu katika maisha haya. Asante kwa kusema nasi mchana huu. Sema na moyo wangu, sema na mioyo ya watu wako hawa. Tunapenda tukae katika videte vya mioyo yetu. Bwana, tukazema matunda maisha mema. Tusaidie Bwana, tutengeneza maisha yetu sawia na mpango wako. Bwana, tusiishi kwa kubahatisha, bali tukaishi sawa sawa na makusudi ya upendo umetuumba. Asante Bwana, kwa sababu neno hili tutaenda kulitimiza na kutimiza kusudi ya upendo umetuumba. Bariki wanao hawa, bariki maisha yetu, bariki kutoka na kuingia kwetu. Roho wako pamoja nasi, na tunaomba Yesu Kristo. Mungu awabariki.